Mimi kwa kweli nasikitika sana hichi kitendo kilichotokea, na Mungu kweli, yani ni kitu kibaya sana. Tunachoomba tu jamii, wazazi na walezi, wakiona tu mtoto yote mwenye mimba yuko naye, asimkoromee. Embu ajaribu kukaa naye vizuri, ambembelezi awe rafiki. Akiwa rafiki hawezi kutoa hichi kitendo alichokifanya. Lingine, kwa kweli wanaume au vijana anayefanya kitendo chochote na mtoto wa mtu au mwanafunzi anamtelekeza, ndio sababu ya kuleta vitu vyote hivi. Tunawaomba waache hicho kitu, kwa kweli kwa jina la Yesu. Ni kitu kibaya sana ambacho yani sijui nisemeje, kimetupa uchungu sana. Lakini kwa sababu hapalindwi, panafanya tu ni sehemu ya kupita na manyasi kama haya. Hata mtu anayekuja kuzaa akatupa mtoto, utamuona? Hautomuona. Haya, mtoto huyu ni malaika, tunaenda kumshika wapi mama yake ili atuambie? Hatutojua. Kwa hiyo hapa hii tuimarisha hii miti ifyekwe, hapa pafungwe, kwenye hili dampo pasafishwe, ili tuwe kuna ulinzi wa watu ambao wanatupa watoto orera kama hivi. Huyu mtoto toka asubuhi mimi nimemwona, roho imeniuma sana. Kwa kitendo kama hichi kwa kweli sio sahihi, kwa sababu unaweza ukakuta pengine ni maisha. Na haya maisha mpaka ijifikie mtu anatupa mtoto kama hivi, huwezi kukuta pengine amepitia hali ngumu kivipi. Lakini sio hali ngumu mpaka uje utupe kiumbe mwenzio. Hiyo sio hali ngumu. Hata mimi mwenyewe ni muokota bobo. Jamani, naokota bobo nalisha watoto wangu. Umeona hii nguo? Naokota bobo naenda kulisha watoto wangu. Kwa sababu kama nisingeokota bobo, unaenda kujiuza. Mimi sina matako ya Malindi. Nina matako ya kwenda kujiuza tu wapi? Nifanya ni mabobo niokote, niweke kichwani, nije nilisha watoto. Wanaona kuokota mabobo kwamba ni udhalilishaji, wanawake wanaenda kujiuza. Hatimaye wanakuja wanatupia watoto hapo. Kwa hiyo hii sio sahihi. Waokote mabobo, wauze nyanya sokoni, wauze maji, ni ajira mbalimbali. Mtu amekosa kibarua, atembee kwenye maafisa za mitaa, wapo. Mtu ana changamoto yake atakapoenda, asione kwamba kuchekwa. Mimi kwa kitendo kilichotokea kikweli kimenisikitisha sana. Na kimenisikitisha sana na isi jamii kwa ujumla, na pamoja na sisi vijana. Pindi binti anapoingia kwenye mahusiano, kama hajataka kuzaa, kinga zipo. Umeona? Na basi kama imetokea bahati mbaya, umeona, maana kuna nyingine za kutarajia na kuna nyingine za bahati mbaya. Kama imetokea, huyu ni kiumbe, wewe jifikirie kama ingekuwa ni wewe umetupwa. Leo ungefikia hapa, kila mmoja na njozi zake, huenda ndo rais ajaye huyu. Ametupwa hapo, lakini inaonekana amesharehemika. Kweli nimefika hapa kuangalia, nikakuta kweli mtoto yuko hapo ametupwa. Nikachukua jukumu la kuwapigia polisi simu. Tayari nishawataarifu polisi na wako njiani wanaingia sasa hivi. Kwa muda sasa hivi hapa nishawasiliana nao. Kwa kweli hichi kitendo kwa kweli kinatia uchungu, hasa kama mtaa wetu wa Viwanda kinatia aibu katika mtaa wa Viwanda. Jana unapompa mtoto wa watu mimba, alafu unamkana au unamkimbia, anakuwa na mawazo akijifungua atapeleka wapi? Kwa hiyo anakuja kutupa hapa. Hii lawama sio kwa tunalaumu hawa mabinti tu. Tunawalaumu mpaka wanaowapa mimba. Wanaowapa mimba wanasababisha nao hawa kufanya vitendo hivyo. Mtoto amekutwa ametupwa kwenye jalala. Hili ni jambo la kusikitisha, jambo la kikatili. Nichukue fursa hii kuwashauri wakina mama. Huu ukatili umefika kiwango kikubwa sana. Kiumbe kama hichi, ukimwona mtoto huyu aliyotupwa hapa ni mkubwa kabisa, ambaye inawezekana alikuwa ameshatimiza muda wake wa kuzaliwa. Kwa hiyo kama mama umeona imekuwa changamoto, ni mara 100 ungeenda ukamzaa ukampeleka tu pale hospitali au kituo cha polisi ukasema kwamba nimeshindwa kumlea, watamlea. Lakini kwa kitendo cha kuchukua na kuja kumtupa mahali kama hapa ni ukatili mkubwa sana. Sidhani kama kweli hiyo damu itakuacha salama we mama. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaonya na kuwahamasisha wakina mama. Hebu kuweni makini na watoto wetu huko nyumbani. Unaweza kukuta jambo hili kafanya mtoto ambaye alikuwa anafanya siri ajui, pasina kujua. Kwa hiyo kuweni makini, wazazi wawe makini kuangalia watoto wa kike. Mtoto anakuwa na ujauzito mpaka unafikia hatua kujifungua, unakuta hata mzazi hajui.